Mti wa mbilimbi, tunaufahamu sana mti huu. Mti wa mbilimbi unafahamika na kila mtu, wengi wao wanaofahamu, lakini msio ufahamu mti huu, basi naufahamisha mti huu ni mti wa mbilimbi na una faida nyingi sana katika upande wa tiba. Sasa kama una maradhi haya yafuatayo, basi naomba usitoke ili uweze kunisikiliza vizuri. Mti huu unaweza kutibu maradhi yapi na yapi ili uweze kufahamu, uwe mfano wa wenzako pindi anapopata maradhi, basi uweze kumsaidia kutokana na mti huu wa mbilimbi. Kama una jirani yako ama ndugu yako ana changamoto ya vidonda vya tumbo, anatapika sana mara kwa mara, anaharisha, wakati mwingine anatoka na damu katika njia ya haja kubwa kutokana na changamoto ya kuharisha, ana tatizo la bawasiri, maumivu makali ya kiuno pamoja na uti wa mgongo, basi mti huu unaweza kutibu vizuri sana. Ukichukua mizizi yake, magome pamoja na majani, basi ni tiba nzuri sana kwa ajili ya maradhi hayo ambayo nimeweza kukuelezea. Sasa kama haujanifollow, ni follow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Wale wote wenye vidonda vya tumbo, basi unaweza kutumia mti huu vizuri sana na wewe ikaweza kumaliza changamoto yako ya vidonda vya tumbo. Tumbo kujaa gesi, tumbo kuchoma choma, tumbo kuwaka moto, kuhisi kiungulia cha mara kwa mara, wakati mwingine unahisi kutapika. Kuna baadhi ya vyakula ukivitumia tumbo linakusumbua sana, yani inaweza kupelekea mpaka ukawa unatapika. Ama wakati mwingine mmeng'enyo wa chakula na kuwa haufanyi vizuri, hivyo kuweza kusababisha kwamba kupata choo kigumu sana au kupata choo laini sana, na kuweza kusababisha kutokwa na damu katika njia ya haja kubwa. Sasa utakapotumia mizizi ya mti huu wa mbilimbi pamoja na magome yake, basi ni tiba nzuri sana kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako zote ambazo zinazoweza kukusumbua kwa muda mrefu sana zaidi. Sasa chemsha magome yake, mti chemsha magome yake pamoja na mizizi yake, changanya pamoja. Huo unatumia glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, kila siku. Kila siku kuanzia kwa muda wa siku 14 mpaka siku 21, utakuwa umeweza kumaliza changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwa wale wenye changamoto ya figo, yani kusafisha figo zao zina mawe, wanapata maumivu makali ya kiuno pamoja na uti wa mgongo, miguu kuwa inavimba, basi tumia mti wa mbilimbi kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo. Jinsi ya kuweza kutumia mti huu wa mbilimbi: chemsha mizizi yake pamoja na magome pamoja na majani yake, yote chemsha pamoja, kisha huwa unatumia glasi ya mililita 200 asubuhi, glasi ya mililita 200 jioni, kila siku kwa muda wa siku 21. Utakuwa umetibu matatizo yako ya figo, umetibu matatizo yako ya kiuno pamoja na uti wa mgongo. Maana inasafisha figo, inaondoa sumu katika upande wa figo, pia inaweza kutibu mambo mengine mengi. Hizi ndio faida ya mti wa mbilimbi. Sasa tumia leo mti wa mbilimbi kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako mbalimbali zinazoweza kukusumbua. Lakini mimi ni mtaalamu wako wa tiba, ninayekushauri kila siku kuhusiana na tiba. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Namba zangu za simu jumlisha 255 658 1638 38. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube. Mimi ni mshauri wako ninayekushauri kila siku.